Kwa taarifa ya Doi, ni kweli bwana Doi kafariki, kachomwa moto kama nilivyotuma picha hapo yani. Nilikuwa nafuatilia nijue sababu kubwa ni nini iliyosababisha mpaka achomwe moto. Nasemekana Doi alikuwa tayari ashakuwa na matatizo ya kichwa. Alikuwa ameshakuwa na tatizo ya akili, yani kama mtu kachanganikiwa vile, yani kawa kama mwenda wazimu vile. Kwa hiyo alikuwa anatembea barabarani, alikuwa anatembea barabarani kama chizi vile. Sasa inasemekana leo asubuhi alfajiri kwenye mida saa 11 alitoka nyumbani kwake, alikuwa anaenda nyumbani kwa mwanae. Sasa mida ile ya saa 11 ile akawa anaenda. Sasa alivyoenda, kwa sababu inasemekana huko Bukavu kuna wafungwa wale ambao walitoka magerezani, ambao sijui walikimbia walitolewa. Sasa wamesha kuwa na tabia kuingilia watu, kuwaibia watu vitu, wanaingilia watu ndani. Kwa hiyo wananchi sasa wamejichukulia sheria mikononi, wanasema bwana, watu wanaingilia watu, wanaiba sijui nini, wakikamata wanakuua, wanakuchoma. Sasa katika zile harakati za Doi asubuhi kutoka ile saa 11 kwenda kumwangalia mwanae, alivyoenda huko katika kurudi ndo akakutana na wananchi. Waliomchoma ni wananchi. Wakamwona alivyokuwa mchafu, barabarani yuko ovyo ovyo, wakamkamata, ndo wakamfunga nini huo mnyororo huo. Wakampiga kiberiti. Kwa hiyo wameua watu kama 3 hivi. Kwa hiyo ndo chanzo na sababu ya kifo cha Doi jamani. Ni leo asubuhi ndo Doi kafariki leo asubuhi, na hilo tukio limetokea leo asubuhi. Kwa hiyo wamemchoma moto, kwa tayari wameshamfunga mnyororo mikononi, wamemchoma moto. Kwa hiyo ndo hivyo jamani.